Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, katibu wa chama cha DCP kaunti ya Nakuru. Leo hii nina furaha ya kwamba tumeweza kukutana tena kama waandishi wa habari kwa sababu ya matukio yanayoendelea katika hivi karibuni. Tuliona party leader wetu Rigathi Gachagua tarehe 27/28 alikuwa katika kaunti ya Nakuru katika misururu ya mikutano akiandamana pamoja na Dr. Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua pamoja na Eugene Wamalwa na akina Natembeya, na waliweza kuzunguka katika kaunti mzima huku wakiweza kupigia debe wale ambao wanagombea viti vya ugavana, senator, women rep, members of parliament hadi MCA. Hivi karibuni tumeona katika mitandao ya kwamba kuna yule ambaye ni junior deputy party leader wa Jubilee anaitwa Jeremiah Kioni, ambaye amekuwa akilalamika kwamba Rigathi Gachagua katika mikutano hii alifanya katika kaunti ya Nakuru, Nyahururu na Kia katika maeneo ya Nyeri hakuweza kuwatambua wale walikuwa wagombezi wa Jubilee. Hii ni double standard kwa sababu tunaona ya kwamba wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa anaandamana na Fred Matiang'i katika maeneo ya Kisii na kule katika maeneo ya Nyamira, alikuwa anawatambua wale ambao ni wagombezi wa chama cha Jubilee katika maeneo haya. Kwa hivyo ninaona kwamba huyu ambaye anajiita Jeremiah Kioni, huyu ni kama ni mole wa Dr. William Samoei Ruto, kwa sababu amekuwa kila wakati ni kulalamika dhidi ya Rigathi Gachagua. Na mimi namuomba Uhuru Kenyatta, tafadhali, ikiwa huyu jamaa anaitwa Jeremiah Kioni ataendelea na hii vita dhidi ya party leader wetu Rigathi Gachagua, sisi pia katika kaunti ya Nakuru kama DCP tunaweza kuvunja uhusiano wetu na Jubilee, kwa sababu hatutakubali kuona vile party leader wetu anaendelea kutokano. Tunakumbuka kwamba huyu Jeremiah Kioni ni yule ambaye wakati moja alikuwa running mate wa Mudavadi, na hata katika kituo chake cha kura kule ambapo alikuwa anasimama kama deputy president na pia katika polling station yake hata hawakumpigia Mudavadi kura. Hana any political impact. Na pia tunaona kwamba hii matabia yake ya kwenda tukanana katika TV na mitandao wakiwa na Ngujiri wa Mbogo na Wahome Dhuku, haya mambo hatutakubali yaweze kuendelea. Na mimi namwambia huyu ambaye anajiita Jeremiah Kioni, wewe ninakuambia kwamba hata kuna msemo unasema kwamba yule anatingiza mti wa baobab utamalizia ukitingiza matako yako, kwa sababu usifikirie Rigathi Gachagua ni mtu tu wa hivi anaweza chezewa hivi. Tena ningependa kukuambia kwamba wewe unaharibia mpaka Fred Matiang'i kura zake, kwa sababu sisi tuliwaambia vizuri kila mtu ako na maeneo ambayo anapenda. Unasema mnataka kufanya parallel rallies. Nani amewakataza msifanye parallel rallies? Sisi Nakuru ilikuwa rally yetu ya DCP, lakini tukaweza kuwakaribisha wale principals wengine wajiunge pamoja na Rigathi Gachagua na tukawapatia nafasi. Hata kule katika Nyandarua tuliona ule Matiang'i alipopatiwa nafasi alisema kwamba wapigaji kura wampatie Medhu senator awe senator, na huyu ni mtu ya DCP kwa sababu anaangalia reality on the ground. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba former fourth president wa Kenya anaitwa Uhuru Kenyatta, vile ulimuondoa katika chama nafasi ya katibu mkuu, sasa hivi ningependa umuondoe huyu ambaye ni junior deputy party leader Jeremiah Kioni, aweze kuwa just either an ordinary member ama tolewe katika hii muungano wa United Opposition, kwa sababu kazi yake kubwa tumeona kwamba ni yeye ni mole, yeye ni mfanyikazi wa Dr. William Samoei Ruto na anatumiwa kusambaratisha umoja wa United Opposition. Kwa hivyo sisi hatuna mambo mengi, ni kusema kwamba hatufurahishwi kabisa na matendo na tabia ya Jeremiah Kioni, ambaye kazi yake kuanzia asubuhi mpaka jioni ni kuweza kumtukana our party leader Rigathi Gachagua. Pia ningependa kusema kwamba hatujasahau miezi kadhaa iliyopita wakati ambapo Uhuru Kenyatta akifanya mkutano ya Jubilee aliweza kumpatia onyo kali sana huyu Jeremiah Kioni ya kwamba asipokoma kumtukana Rigathi Gachagua atachukuliwa hatua. Na Uhuru Kenyatta kweli ulichukua hatua, ukamuondoa kutoka Secretary General ukamfanya junior deputy party leader. Lakini sasa tunaona kwamba Uhuru Kenyatta strike the whip, kwa sababu huyu Jeremiah Kioni bado tu anaendelea kumpaka matope our party leader Rigathi Gachagua. Aondolewe kabisa, kwa sababu ikiwa hata ondolewa itamaanisha kwamba Jubilee inatumika kusambaratisha umoja wa United Opposition. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta, ni wewe uchukue hatua ya haraka iwezekanavyo, umuondoe huyu Jeremiah Kioni kutoka kwa mamlaka. Kama sio hivyo, basi itaonekana kwamba hata wewe Uhuru Kenyatta mko na njama na Kioni na William Ruto kuweza kumharibia jina Rigathi Gachagua. Acha nione harambee. Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo,
wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Tumefika hapa Bahati, tumefika Nakuru jana, tumeanza safari ya chini. Hapa kuna watu hawajaona Kalonzo live, si ni kweli? Hata mama ananipipa busu ya hewa. Hebu weka mabango ndio waone Kalonzo sawasawa. Watu wa Bahati hoye! Muriega ndoito, Muriega ndoito, no muyumireria onakadhira kara. Kumbe najua Kikuyu. Mimi nitawafunza Kikamba. Mwasiando maito. Wangapi wanaelewa Kikamba? Mwasiando maito. No muyumelie, no muyumelelie, onakadhira kara. Basi tumefika leo asubuhi tukiandamana na viongozi wenzangu hapa, na tunamwenzi ndugu Rigiji. Huyu ameonyesha wazi Kenya na Afrika na dunia nzima kwamba Rigiji haogopi chochote na anajali maslahi ya watu yake. Mtasimama na huyo kiongozi, mtasimama na huyo kiongozi. Ati chama yake inaitwaje? Chama inaitwaje? Inaitwaje? Sasa ikiwa ni kusikiliza Granda atauliza hapa Bahati, kwa niaba ya Rigiji, mimi mtu ya Wiper, nikisema Wiper, sema komboa Kenya. Wiper, Wiper, mko tayari kukomboa nchi yenu kama vile kina Dedan Kimathi walikomboa? Sasa wakati wa ukombozi ni sasa. Lakini hebu hapa vuvuzela, nyamazeni, tuelewane vizuri. Vuvuzela, nyamazeni. Tumewasikia, tumewasikia, lakini kuna mambo muhimu. Jambo la kwanza, nchi iko mahali pabaya. Nchi imetekwa nyara na wahuni, na hao wahuni wako na baraka zao, wale ambao wanasimamia kuharibu nchi nzima, kuanzia magavana mpaka huko juu. Kwa hivyo sisi tumejitokeza. Nyinyi kumbukeni, nilikuwa makamu wa rais wa Kibaki. Wangapi wanakumbuka hiyo? Lakini nilikuwa makamu wa Kibaki baada ya furugu kutokea Kenya hii, na waanzilishi wa hiyo furugu wamerudi tena kutishatisha. Basi hapa mimi na Rigiji nataka mupige picha vile Kalonzo alikuwa na Kibaki. Nikasema sitakubali jamii makasins wetu wauawe ati alafu tuje tushikane huko mbele. Tutashikana mapema ndio tuhakikisha hakuna mtu atafanya maajabu kama hayo. Wangapi wanatuunga mkono? Serikali, nataka nikamilishe, niwaonyeshe viongozi leo ni mapema. Nakubaliana, wangapi wanakubaliana na mapendekezo ya Rigiji yote kutoka Bahati mpaka Nakuru? Ikiwa nyinyi, kwa sababu ni mapema, tunataka tuone Bahati kama mnaongea vile tumeona Kisii na kwingineko. Nyinyi ni watu wa kusema huyu mtu aende tamu moja. Wangapi wanasema one term? Tunawahakikishieni hii haitaibiwa. Hii kura Ruto hawezi kuiba. Hii kura ni nyingi zaidi. Tutamshinda round 1 na zaidi ya milioni 4, ndiye ajue Kenya sio yeye peke yake na waone wake. Kwa hivyo mimi nawashukuru, niko na viongozi. Oye! Bahati hapa mnasema namna gani? Kasongo one term. Lakini lazima tupeane sababu ya Kasongo kwenda nyumbani, si ndio? Kwa sababu anasema ati sisi hatuna akili, ati tunasema tu one term na tunasema aende nyumbani.
iko sababu. Kwanza, mnajua yale mauaji ambayo Kasongo amekuwa nayo katika nchi hii tangu ashike hatamu za uongozi. Lakini nataka kutahadharisha. I want to warn Kenyans and the international community at large. Mwaka wa 1998, the American embassy was bombed. We lost 212 Kenyans and close to 4,000 lives were maimed. The people who did that were carrying Kenyan passports and Kenyan identity cards. What Ruto is doing today is endangering the lives of not just Kenyans, but the entire international community. And we must call out William Ruto. You cannot endanger the lives of Kenyans and endanger the lives of the rest of the international community. So I'm calling on the international community, those who are represented in Nairobi, to closely monitor what William Ruto is doing. Because by issuing passports and Kenyans' ID cards to criminals who have been indicted, genocide, wale wanaua Christians kule Sudan, Ruto anataka kuhatarisha maisha yetu sisi hapa Kenya, na ndio sababu anasema ati yeye atashinda uchaguzi. Kwa sababu nafikiri hao wakora kutoka Sudan ndio watakuja kumsaidia. Mimi nataka kutahadharisha yeye mwenyewe. Ruto, wewe tutakupeleka nyumbani tarehe 10 mwezi wa 8 2027. Harambee! Asante. Harambee! God bless you. Harambee! Hapa ni Bahati, kaunti ya Nakuru. Mnasema nini hapa? Ate mnasema nini? Nimefika hapa kuleta salamu na ujumbe wa ndugu zenu kutoka pande ya Meru. Na ujumbe ndio huu. Kwanza waliniambia nikuje nihakikishe ya kwamba tutatembea pamoja, kuweza kuungana pamoja ili tuweze kupeleka Kasongo. Nipeleka ujumbe Meru ya kwamba heshima watu wa kaunti ya Nakuru watoka Bahati, mmekubaliana tupeleke Kasongo nyumbani? Tumekubaliana hivyo. Lingine nikimalizia, sababu mimi ni mtu wa mchache wa maneno. Kasongo mimi nataka kutangazia, tukiwa hapa Nakuru county no constituency ya Bahati, watu wa Mlima Kenya ni watu wakarimu, ni watu wazuri, na wakati sisi tulikuamini, tulikuwa tunafikiria wewe ni mtu mzuri. Hatukuwa tunajua na kuelewa ya kwamba wewe ulikuwa mbwa mwitu, ulikuwa umevaa ngozi ya kondoo. Na nikuelezea tukiwa hapa ya kwamba sisi tunaweza kusamea makosa yoyote yale, lakini sisi hatuwezi kuzoea usaliti. Hatuwezi kuzoea usaliti, na kwa vile umesaliti jamii na vile umetusaliti sisi sote, umesaliti wa Kenya, umewadanganya utaweka pesa mifukoni, ateshashi itafanya kazi na ifanyi. Sisi tunasema kwa kauli moja, ifikapo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao, wewe lazima tukuweke PO Box kwenda Sugoi. Tuko pamoja, tuko pamoja. Harambee! Kasongo ende Sugoi, asiende. Ahamie Sugoi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana.